Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaishutumu Marekani kwamba inawekea masharti katika kumaliza vita dhidi ya Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemkosoa rais wa Marekani pamoja na msimamo wa Marekani na kusema kuwa Washington iko tayari kuipatia Ukraine hakikisho la usalama kwa sharti kwamba Kiev inapaswa kukabidhi eneo lote la Donbas kwa Urusi. Zelensky alitoa kauli hiyo alipokuwa akizungumzia kuhusu makubaliano ya amani wakati wa mahojiano na shirika la habari la Reuters, na kuongeza kuwa wakati Marekani ikijikita zaidi katika mgogoro wake na Iran, Rais Donald Trump amekuwa akishinikiza Ukraine kufikia makubaliano ya amani. Rais huyo wa Ukraine amesisitiza kuwa hakikisho thabiti la usalama kutoka kwa washirika wa kimataifa zinahitajika ili kuzuia uwezekano wowote wa Urusi kuishambulia tena Ukraine baada ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani. Sasa rais huyo wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky anaeleza wazi kusema kwamba kinachotokea wakati huu ni rais wa Marekani Donald Trump kuilazimisha Ukraine ikubali kusitisha mapigano na iwapatie Warusi eneo la Donbas ambalo limekuwa ikipigania kwa muda mrefu, jambo ambalo wa Ukraine wanasema haliwezekani. Hata hivyo, mashambulizi ya Urusi yameendelea mnamo siku ya Jumatano ambapo Urusi imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Ukraine. Vita vya Urusi na Ukraine ambavyo vipo katika mwaka wake wa 5 ni vita ambavyo vimeleta athari kubwa katika bara la Ulaya, lakini pia na ulimwengu kwa ujumla. Rais wa Urusi Vladimir Putin bado yupo katika mpango thabiti wa operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, akisema kwamba sasa ni wakati wa kuhakikisha Ukraine inasalimisha eneo la Donbas ambalo kwa muda mrefu imekuwa ikilipambania bila mafanikio yoyote. Lakini mpango wa rais wa Urusi Vladimir Putin ni kuhakikisha kwamba eneo hilo linakuwa katika mamlaka ya Warusi. Rais huyo wa Ukraine amesema kwamba hofu yake ni kulipoteza eneo la wananchi wa Ukraine ambalo limepiganiwa kwa muda mrefu sana tangu wakati ambapo Ukraine imejitoa katika Umoja wa Sovieti USSR. Urusi imetekeleza mashambulizi makubwa ambayo hayajawahi kutokea tangu vita vilipoanza. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Ukraine, drone karibia 556 zimerushwa kuanzia saa 3 asubuhi kwa saa za huko siku ya Jumanne katika shambulio la mchana lisilo la kawaida sana ambalo liliua angalau watu 3 na kujeruhi makumi ya wengine. Mashambulizi kutoka Jumanne yalikuja mpaka siku ya Jumatano ni mashambulizi makubwa mno yaliyofanywa na jeshi hilo la Urusi. Mujibu wa serikali za mitaa, eneo la Monastery ya Benaden ya karne ya 16 katika mji wa magharibi mwa Lviv, ambayo pia ni sehemu ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, ilipo katikati ya jiji iliharibiwa vibaya. Kwa mujibu wa uongozi wa Ukraine, drone 392 pamoja na makombora 34 vilirushwa usiku baada ya saa 8. Hata hivyo, hadi sasa hakuja kuwa na majibu kutoka kwa jeshi la Urusi au utawala wa Urusi kuhusu madai hayo ya wa Ukraine. Mtazamaji, endelea kutufuatilia. Kazi yetu ni kukujuza wakati wote, na ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayoendelea katika ulimwengu.